Olkalau katika kaunti ya Nyandarua yalisababisha hasara mamilioni baada ya vijana wenye ghadhabu kuvamia kituo cha polisi, afisi za kaunti na kuchoma magari zaidi ya 26 pamoja na pikipiki 18, maktaba, afisi za elimu, afisi ya naibu kamishna baada ya mmoja wao kupigwa risasi na kuuliwa katika maandamano hayo. Mwanahabari wetu Laban Muhinda anatujuza mengi zaidi. Patikana hiyo jana baada ya waandamanaji kuandamana na kuweza kuvamia afisi za kaunti ndogo ya Olkalau na kuweza kuchoma zaidi ya magari 26, vile vile pikipiki zaidi ya 18 ziliweza kuteketezwa moto. Wakati huo afisi za kamishna wa kaunti ndogo ya Olkalau vile vile ziliweza kuvamiwa na kuweza kuchoma. Vile vile maktaba kuu ya kaunti ya Nyandarua iliweza kuteketezwa moto, huku afisi za elimu vile vile afisi za jinsia ziliweza kuchoma. Leo asubuhi baadhi ya viongozi kutoka kaunti ya Nyandarua waliweza kuzuru maeneo haya ili waweze kutathmini uharibifu uliofanyika. Wacha tupate kauli ya viongozi kutoka kaunti ya Nyandarua tusikie walikuwa na yapi ya kusema. Tumekuja kuassess ile damage ilifanyika jana, na tuseme kwanza tunatoa condolences kwa mtu mmoja ambaye aliweza kuaga dunia. Nasema pole kwa familia kwa sababu hakuna mtu alitarajia hiyo ifanyike, na bali na hiyo pia tunasema ya kwamba yale mambo tuliona jana si mambo ya kawaida. Sisi tunaelewa watu yetu ya hapa Olkalau, tunajua vijana wetu wa Huruma, tunajua vijana wetu hapa town, tunajua vijana wetu wa Captain wa sehemu hii. Lakini yale mambo tuliona hapa jana sio mambo ya kawaida na sio mambo ambayo imefanywa na wale watoto wetu wa hapa Olkalau. Nyumba yangu hapa ni library, na mnajua kama Nyandarua mwezi wa 9 ndio tunafungua university yetu ya kwanza. Na library ya kipekee hapa Nyandarua for 60 years ni hii iko hapa nyuma yangu. Sasa imechomwa na vitabu yote imechomeka, na kwa hivyo sielewi kama kweli vijana ambao wako masomoni wanaweza kufanya hivyo. Na ndio tunaomba uchunguzi ifanyike kamili, tujue ni nani huyu atawasha moto library ya watoto wetu. Jambo lingine, hapa ni sub county headquarter, na ndio magari inawekwa jioni yale watu waende naye nyumbani, ya wafanyikazi wa county, wafanyikazi pia wa national government, wale wa TSC, wale wa education. Hii ndio warehouse ambao wanaweka magari. Tukiona magari haya yote yamechoma moto. Tuna water boozer hapa ambayo ilikuwa inasaidia watu wakati wa kiangazi, inasaidia mashule yetu ya secondary ambayo haina maji, imechomeka. Kuna exhauster ambayo inasaidia town yetu hii, imewekwa moto. Kuna magari kama ile ya kubeba uchafu pia hiyo imewekwa moto. Tukiangalia pale juu kwa dio, vitambulisho vyote vya watoto wetu ambao walikuwa wameapply ili waweze kuandikisha kula na pia kutafuta kazi vimechomwa. Documents za mashamba ya municipality hii pamoja na area hii yote, ile banka ya hizo document imechomwa. Kwa hivyo ndio tunasema uchunguzi ufanywe kwa kina. Sisi tunaelewa watu ya hapa, na watu ya hapa hawawezi kufanya ile kitu tuliona. Yale yaliyotokea haikukuwa
ilionyesha kwamba haikukuwa demonstration ya amani. Ilikuwa ni kama terrorism kabisa. Olkalau waliamua kuchoma Olkalau. Na hawa vijana pia wenye walikuwa wanafanya demonstration jinsi waliambia police kwamba watakuwa peaceful, na tulitarajia hivyo. Lakini ilionekana kwamba kuna vikundi ya watu ambaye hatujaelewa, lakini sisi kama idara ya security tunasema tutaanza uchunguzi, imeanza, na tutafuata hadi tupate wale watu ambayo wako na nia nyingine ambayo sio peaceful demonstration. Na uchunguzi umeanza, kwa hivyo tunaomba tu utulivu na watu wakae na amani. Asante sana. Nikiripotia TV47 kutoka katika afisi za kaunti ndogo ya Olkalau, kaunti ya Nyandarua, jina langu Laban Muhinda.